umoja wetu ndio mafanikio yetu. Kama umoja hautokuwepo, Simba hawezi kufanikiwa. Tutaendelea kufungwa na mtani mpaka na hakikisha utawala huu upande wa wanachama uondoke madarakani. Ndipo Simba atarudisha heshima yake, atarudisha mataji yake kabatini. Na kama huu uongozi huu ambao unajifanya wao upo kibepali, hatuwezi kutoboa. Umoja hakuna. Hawezi ukafungwa mechi 5, unakuja mechi ya 6 unafungwa tena. Unafungwaje mechi 6 mfululizo kama kiongozi afuji tathmini? Leo anagoma hata kuhojiwa, anaondoka tena kwa mara nyingine. Aliondoka mechi ya tarehe 25, lakini leo tena kaondoka, anasubiri mumfuate nyumbani kwake. Akasema anakosa gani? Mbona sisi tunahojiwa hapa? Au sio ndo Simba sana? Sasa ndo tunaumia sana, yeye umii. Sawa? Atakuwa ajitathmini kwa mechi hii. Akae pembeni, achie koti pale, waje wengine waimiliki Simba. Anaingiaje hapo Mangungu? Yes, ndio kiongozi wa Simba. Kwani saizi anasema kafungwa kocha? Kocha hii mechi yake ya 4 anafungwa na makocha tofauti, lakini hii mechi yake ngapi anafungwa? Mechi ya 9. Au unajua kama Mangungu mechi yake ya 9 anafungwa? Kafungwa mechi 4 za ligi. Hii ngao ya 5 anafungwa. Simba kashinda ngao moja Tanga, kashinda mechi moja ya ligi 2023. Tunafunga goli 2 Enonga na Kibu Dennis. Kwa hiyo manake yeye katika mechi 9 kashinda mechi 2. Mechi 7 zote kafungwa. Manake si wateja watu wa nyuma mwiko. Na ndio maana walikuja na slogan wanapiga kichwani. Manake walikuwa wanajua mtumbwi wapi ulikotoboka. Kwa hiyo wanaenda pale pale wanaweka udongo, wanavuka. Na wamevuka. Kwa maana hiyo sababu ya Simba Sports Club kufungwa hii leo tunaweza kusema ya kwamba ni Murtaza Mangungu. Murtaza Mangungu na wenzake upande wa wanachama wameshindwa kukiri mapungufu yao, kurudi kukaa na wanachama wenye timu yao kwenda kusapotiana na kuelekea kwenye michezo kama hii. Sisi mechi nyingine zote za kimataifa tutaendelea kufanya vizuri na tutashinda vizuri kwa sababu tukiwa away tunakuwa Simba, lakini tukiwa home tunakuwa chui ama fisi ama pundamilia. Pundamilia ana rangi moja au tausi ana rangi moja. Manake ana rangi tofauti. Ndio kinachoendelea hapa. Huwezi kufungwa mechi 5, afu unaingia kwenye mechi ya 6 kinyonge hivi unapigwa tena. Nadhani ya nini wanachama wako na mashabiki? Nadhani ya kwamba Simba Sports Club mlikuwa mna mapungufu kiasi gani haswa leo mkakubali kufungwa dhidi ya klabu ya soka Young Africans? Kwanza tuligawana vipindi vya kucheza mpira na tukifuatilia kwa makini, Simba ndio walicheza kipindi cha kwanza chote, walicheza wao mpira mpaka mpira unaisha, Simba wanapiga kona half time. Tadhani unakumbuka. Kipindi cha pili baada ya kupata lile goli la gonga ndipo na wao wakaamka wakarudi mchezoni. Lakini baada ya pale Simba wakarejea mchezoni, wakamiliki mchezo. Yanga walikuwa wanapoteza muda wote. Unaona kipao malalale, wachezaji wao wajiangushe, maana walikuwa wanajua kwamba hawezi kupishana na Simba mchezoni, wanajua Simba watarudisha goli na watapata lingine. Kwa hiyo wenyewe wanajua kwenye performance Simba ni bora kuliko wao, lakini nje ya uwanja wanajua wao ni bora zaidi kuliko Simba. Na ndio maana waliamini kwamba tulinde goli letu mpaka mwisho. Na wamefanikiwa. Goli limelala kama msimu uliopita. Tulifungwa goli la kaskazini na Max Zengeli, mwaka tumefungwa goli la kusini. Yaani kama chapati unageuza mkono wa kushoto unabadilisha mkono wa kulia. Tumezoea kiasi hicho. Yao wameshatuzoea. Yaani kama pombe ya ngomani. Unaenda tu unatumbukiza kata yako unakunywa. Haina mwenyewe. Unafikiri viongozi wasipojitathmini mtaendelea kunyanyasika mbele ya Yanga? Nakwambiaje, hawa viongozi upande wa wanachama, kwa sababu upande wa Dewji tumempigia kelele kavunja bodi yake. Hao walowekwa ni watu sahihi. Kuna Babla pale, kuna Magoli, sawa, kuna Swedi Mkwabi, sawa, lakini kuna kina Hussein Kita, sawa, kina Asha Shangazi nani huyo? Rashidi Shangazi yupo. Maana ni watu kweli walikuwa upande wa Dewji, lakini sisi watu wetu wanangangania kama kupe. Yaani timu kama ya babao. Yaani kuachia wao wataki. Sasa sijui wanataka nini? Ndio waachie timu. Yaani mpaka katiba. Katiba ndio nini? Yaani wewe kufanya vibaya kuna katiba na kuongoza wewe kufanya vibaya, uendelee kungangania tu. Achia. Achia timu. Feluzi mechi yake ya kwanza ya dabi amefanikiwa kushinda mbele ya Simba. Fadlu Davis mara 4 mfululizo. Ni kweli kwa sababu huyu kocha huyu ndo mechi yake ya kwanza zidi ya Fadlu Davis amepata matokeo. Na hata waliondoka makocha wengine watatu wote walimfunga Fadlu. Makocha wanne wote wamemfunga Fadlu Davis. Lakini mimi binafsi Fadlu kafungwa mechi 4. Mangungu kafungwa mechi 9. Nani zaidi? Eti nani aondoke? Fadlu Davis mechi yake ya 4 makocha tofauti wamemfunga. Mangungu mechi yake ya 9 anafungwa. Kashinda mechi 2. Nani aondoke? Mangungu aondoke Fadlu Davis. Mangungu na jopo lake huu muda. Tungikeni makoti pale ofisini, nyosha mikono, kaangalia maisha mengine. Huwezi kungangania watu washakuchoka. Simba Day hapo unashika maiki Simba watu kimya. Maana watu wamekukata toka siku ile ingekuwa mimi ndo kiongozi wa Simba. Najiuzuru pale pale kwenye Simba Day. Kuanzia leo najiuzuru na staff rasmi uongozi wenu. Acheni mtu mnamtaka mumpe. Yanga bingwa ligi kuu soka Tanzania bara. Bado kuna swala la ubingwa bado kwa sababu uongozi tunaenda kupiga chini mwezi wa kwanza. Ndio uchaguzi. Endapo viongozi wakiwa wale wanaenda kuchukua tena ubingwa. Yanga bingwa. Ataendelea kutawala lakini kama wataondoka hao wanatoboa mtumbu. Anagongwa nje ndani. Tena watavunja lile gofu lao mapema. Ikauli ya kugonga kichwani. Kama tungekuwa na viongozi upande wetu nao wamejiondoa. Tuna wapi? Na huku na jopo la Dewji. Hao walikuwa nagongwa hata 5 leo. Tumekubali kupigwa vichwani. Tumekubali, sio wamekuja na slogan wanajua kwamba wapi tubu ilikotoboka. Wamekuja na ngano wameziba. Wamevuka wako ng'ambo sasa hizi wanaenjoy. Si umemwona pale alikamwa anaenjoy. Na viwano vyake yuko pale juu anaenjoy. Anajua madhaifu yetu yalipo. Na wana Simba ndio wanaumia, sio viongozi. Mashabiki wamelia hapa. Mashabiki wamezimia siku ya leo. Lakini hii yote nendeni ndani mkajitathmini kabla kwenda kwenye uchaguzi mkuu mwezi wa kwanza. Kaeni ndani mjitathmini, oneni mapungufu yenu. Kilini kwa wanachama na mashabiki. Rudini kwetu wenye timu yetu.
Kubalini kwamba makosa yenu yako wapi, tushirikiane ili tuweze kufanya vizuri. Na kama hawataka ushirikiano na sisi, tutaendelea kugongwa kwenye dabi mpaka huu uongozi utoke madarakani. Itoshe ya kusema ya kwamba sajili zilizofanywa na Simba na Young Africans wamefanya sajili bora kweli kweli kuliko Simba Sports Club. Wanasajili gani leo waliofunga? Katika sajili zao mpya nani kafunga? Au yule mwenye vinywele wanasema washa yule. Muda wote anatoa pasi kwa wachezaji wetu. Si ndio yule kaingia mwenye vinywele muda wote anatoa pasi kwa wachezaji wetu. Sio yule. Kakutana na yule beki wetu, don't touch me, usiniguse yani. Yaani ukinigusa unanichafua. Watu wamekula njano leo kwa sababu yule beki, na niliwaambia mapema yule bonge la beki. Yule anafanya kazi mara 3. Yule kacheza Ulaya. Mchezaji anajua kishacheza klabu bingwa. Msimu uliopita timu yake imeshia nusu finali, lakini shida kubwa ipo kwenye wachezaji. Shida kubwa iko nje ya uwanja. Wenzetu wametokea hapo Buza. Sasa wale wanakaa Buza. Maana kuna mtu kashatoboa mtumbo, hoya njia msipite hizo. Kuna miba wametega. Leo hiyo wamebadilisha njia. Sio leo. Mara nyingi wanabadilisha njia na wanafanikiwa. Mbona kuna mechi hapa wanaruka mageti na tunawafunga? Mara ngapi wanaruka mageti tunawafunga? Mechi ya 4-1 wameruka geti tumewafunga. Tumeenda Kigoma kule Lake Tanganyika. Wamevunja geti uwanja toka ujengwe mkoloni aje kuvunjwa. Wamevunjwa na wamegongwa. Siri zenu zinavuja. Zinavuja, kuna machawa ndani kama jezi ilivyovuja. Kwani jezi ilivyovuja sinafanania na hii? Si tofauti kidogo tu. Sasa kama imevuja jezi inashindwa kuvuja dabi. Kama imevuja jezi inashindwa kuvuja dabi. Kuna watu wanatakiwa watoke waache suti ofisini. Tumeshawachoka. Leo unaondoka hapa umeshindwa kuhojiwa. Unataka kuhojiwa wapi? Nyumbani kwako kwa familia yako? Wewe unaongoza familia yako, unaongoza Simba. Jibu hapa kwenye uwanja ulikoleta timu. Mbona ulikaa jukwani mpaka mechi inaisha? Kwa nini umegoma kuhojiwa? Maana yake anajua madhaifu yake. Sasa mapema tu wale machao wasimamia kucha. Mimi nikitoka hapa naenda kukaa nyumbani na kunywa mtoli wangu, nasikilia interview zao. Je, bado wanaendelea kutetea viongozi wabovu au wameacha kutetea viongozi wabovu? Kama wataendelea, wana Simba jamani, tutaumia sana. Machao nimeona wakati naingia hapa. Mwingine ananenama kama hivi hataki kunisalimia. Mimi sili kwake. Mimi napambana kwa maisha yangu kuweza kupata msosi. Kwa hiyo ninachokiamini mimi, kama hatujaacha uchawa, tutagongwa sana na nyuma mwiko. Kama hatujaacha uchawa, kungangania viongozi ambao hawana tija ndani ya klabu yetu, tutagongwa mpaka kieleweke. Mimi kila siku naonekana mnafiki, sipendwi, lakini mimi sipendwi na watu wachache, napendwa na watu wengi. Kila ninapokwenda mimi kama mfalme. Na leo inadhihirisha kile tulichokuwa tunakiongea, majibu ya hapa. Mimi napiga mstari. Bwana waamuzi, maana kila mtu analalamikia waamuzi watoke nje wa hapa hawafai kabisa kuchezesha dabi. Kwani waamuzi wa tarehe 25 walitoka Gongo la Mboto, walitoka Masaki? Waamuzi wa tarehe 25 mechi ya ligi walitoka Gongo la Mboto, walitoka Masaki? Au walitoka Buza kwa Mpalange? Sio wametoka Misri. Shida sio waamuzi. Shida sisi wenyewe mipango yetu mibovu. Kwani hao kina Kayoko sisi tulikuwa nao wanachezesha na tunashinda. Kwani Alajiga Kigoma tunashinda, mwamuzi nani? Goli la Tadeo Lowanga. Mwamuzi alikuwa nani? Sio Alajiga. Na wao walimkataa na tumewafunga. Mangungu anasema hawana imani nao hao viongozi, hao marefari. Sio kweli. Yaani yeye anatafuta kwa kurukia tu. Hana imani nayo Mangungu. Wao waamuzi wanaingia nje ya uwanja kufanya kazi. Wewe umekutana na wanachama wako lini kufanya kazi? Tumwambie tu, umeshachoka, umeshaondoka nyumbani kwako. Asubuhi tusikie umeweka koti letu ofisini. Asubuhi tu achia koti ofisini. Mechi 9 umeshinda mechi 2. Hautaki kuifananisha timu yetu kama Kitayosa FC. Achia koti. Tumesha kuchoka. Uchaguzi mwezi wa 10 mwezi wa kwanza ni mbali. Tumewachoka viongozi, achieni makoti yenu upande wa wanachama. Hamutoshi tena kuongoza Simba. Viongozi mnaenda kuhojiwa nyumbani kwenu. Hiyo Simba hiyo. Maana yake nini? Kwa Simba si baba yetu. Acheni habari hizi. Tukisema ukweli na tunaona machawa. Hasa hao machawa wenu wasimamia kucha ambao wanawatetea kila siku, waendelee kuwatetea na tutaendelea kushenyetwa sana.